Kwanza nichukue nafasi hii kutoa pole sana, pole kwa familia ya marehemu Jenista, lakini pia nitoe pole kwa wanajimbo lake ambao wamatumikia kwa muda mrefu sana, na pole pia kwa serikali ambao amekuwa akitumikia kwa muda mrefu sana. Na mimi nimemfahamu Jenista kabla sijawa mbunge, kama mtumishi ambaye alikuwa anajali sana watu wake pia, na hii inathibitisha na namna ambavyo wananchi waliweza kumwamini tangu mwaka 2000 alipokuwa mbunge wa viti maalum, 2005 alipogombea mpaka baadaye ameweza kukaa na kudumu kwa bunge, ndani ya bunge takriban miaka 25. Lakini kwa upande mwingine unaona jinsi ambavyo alikuwa ni mchapakazi na mwadilifu pia, kwa sababu unaona namna ambavyo amehudumu wizara nyingi sana, na katika marais mbalimbali wamekuwa wakimwamini na kufanya naye kazi katika maeneo mbalimbali. Lakini kwa upekee kabisa kama waziri wa maendeleo ya vijana, kuna kitu kikubwa tunajifunza kwake. Jenista ameingia bungeni akiwa na miaka 33 mwaka 2000 na ameweza kudumu kwa muda wa miaka 25 akiwa bado anaaminiwa sio tu na wananchi wake, lakini pia na serikali katika vyeo mbalimbali. Na hiyo inanifundisha mimi kama kijana, lakini na vijana wote wa Kitanzania, kwamba unapofanya kazi zako vizuri na ukaweza kutoa matokeo yanayotarajiwa, basi unaweza ukadumu kwa muda mrefu katika eneo ambalo umelichagua kulitumikia. Nichukue nafasi hii kuomba pia vijana wenzangu tujifunze kupitia maisha yake, na yale mema ambayo amekuwa akiyatenda tuweze kuyadumisha tunapoendelea kupambania ndoto zetu, lakini hasa katika kulitumikia taifa letu la Tanzania.